mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Nichukue nafasi hii njema ya ajabu sana kukukaribisha katika kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi. Napokea mrejesho wa simu na message, lakini pia wapo ambao nimekuwa naomba nao. Mungu amekuwa akiponya watu wengi sana. Na kwa wewe ambao unatazama kwa mara ya kwanza, utambulisho wangu nauona hapa mahali ambapo ninapotokea. Mimi ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mwalimu ambaye niko katika mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo nimekuwa namtumikia Mungu sana kwa njia mbalimbali katika nchi hii. Na sasa tunakutana pia kupitia chombo hiki, lakini pia nikukaribishe kwenye mitandao yangu ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye TikTok. Na ukiandika tu mchungaji Innocent Konongo unapata, anakuja hapo, utaona clip, lakini hapo utaona pia link ambayo itakupeleka kwenye YouTube ambao nimeandika Reverend Innocent Julius Konongo. Hapo unapata kanda zote za mahubiri yote mazima ambayo nimekuwa nahubiri katika vyombo vya habari. Kwa hiyo utapata mambo mengi mazuri ya ajabu ambayo utajifunza, na wewe sasa unaweza ukasubscribe ili sasa napoingia kitu kipya unakipata, na wewe sambaza, share kwa watu wengi pia. Haleluya. Kwa hiyo ninakukaribisha pia katika kategori, Mungu atakwenda kubariki. Sasa leo ninakwenda kufundisha kwa habari ya uhusiano wa nafsi yako pamoja na jina lako. Uhusiano wa nafsi yako na jina lako. Ni ajabu sana mambo haya. Kipindi kilichopita nilikuwa nafundisha kwa habari ya uhusiano wa nafsi yako pamoja na ardhi. Nikasema ya kwamba shetani huwa kuna maeneo ambayo anayalenga, na ni maeneo ambayo yanahusiana moja kwa moja na thamani yake hapa duniani, huyo mwanadamu. Kwa naposema nafsi, maana yake ni wewe mwenyewe katika sura ya maisha ya ushindi, kwa sababu nafsi imebeba maamuzi, utashi, akili, hisia na kadhalika. Kwa hiyo ndio wewe mwenyewe. Kumbuka Yesu alitoa roho yake ili sisi tuishi pamoja naye milele, kwa sababu Mungu ni roho. Alitoa nafsi yake hata kufa ili sisi tuweze kuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Akapigwa katika mwili tuweze kupona katika miili yetu. Kwa hiyo tunapojifunza kwa habari ya nafsi ikitekwa, maana yake kuna mambo ambayo tunakwenda kuyaona katika udhihirisho wa nje. Matokeo tunakwenda kuyaona. Kwa sababu tunapokwenda kujifunza uhusiano wa nafsi yako na jina lako, utakwenda kujifunza kitu cha ajabu sana. Utaelewa jina lako, au unaposikia jina la kitu chochote utalipata kwa mtazamo wa tofauti kabisa. Haleluya. Na kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa 2, Biblia nimesema, Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2 inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, na wewe baraka. Hii ni ahadi ya Mungu kwa baba yetu wa imani anaitwa Abraham. Ile Mwanzo sura ya 12 ndio wito wa Mungu kwa Abraham baada ya kutoka katika ulu wa Kaldaya. Anasema mojawapo ya ahadi zake ni kulifanya jina lake, kulikuza jina. Kwa mpango wa Mungu kwa kila mwana wa Ibrahimu, mwana wa Mungu, basi ni kulikuza jina lako. Kulikuza jina lako. Nini jina? Kwa nini tuzungumzie jina? Sikiliza. Kazi ya kwanza ambayo Mungu alimpa Adamu akiwa peke yake kabla hajamuumba mke wake Hawa, ili kupima ule uungu wake ndani ya Adamu, Mungu aweze kujiona mwenyewe kupitia kwa Adamu, namna alivyomuumba kama yeye. Adamu maana yake alikuwa ni Mungu aliyevaa mwili wa udongo, Mungu aliishi ndani yake. Sikiliza, kabla Adamu hajaasi alikuwa anaongoza kutokea ndani kuja nje na roho wa Mungu, ndani kuja nje.
alipoasi akaongoza kutoka nje kuja ndani, kitu ambacho ni cha hatari sana. Kwa hiyo tunaona sasa yule Adamu halisi aliye kama Mungu, taswira ya Mungu, mfano wa Mungu kabisa, kazi ya kwanza aliyopewa ni kuwapa majina viumbe, wanyama, ndege na kadhalika. Kila jina aliyokipa kiumbe likawa ndio jina lake. Ndio kazi ya kwanza ambayo Mungu alimpima, alifanya tathmini kwa Adamu, ni kuita jina, kuwapa majina viumbe, jina. Kwa nini ndio kazi ya kwanza? Angeweza kumpima basi hata kulima, akampima basi hata kufanya chochote. Kwa nini ampime kwa kazi ya kuwapa, kumsaidia kuita majina viumbe? Ndipo Mungu akasema kwa kweli, all right, yani nimefanya vizuri, kumbe wewe ni kama mimi kabisa. Sasa akamwambia, sasa nenda katawale sasa. Ndipo akaona upweke kwamba sasa ngoja nimpanie mtu wa kumsaidia kukamilisha ile kusudi, kuita jina. Haleluya. Jina limebeba utambulisho wa kitu au mtu, limebeba utambulisho. Ndio limebeba utambulisho wako wewe, au limebeba utambulisho wa kitu. Hata mtoto anapozaliwa, kikao cha kwanza ambacho wakinafanyika cha wazazi, aitwe nani huyo mtoto? Ni kujadili kwa habari ya jina. Hawajadili kwamba sasa atakwenda kusomea shule gani. Aitwe nani kwanza? Jina. Haleluya. Ndio kikao cha kwanza hicho baada ya mtoto kuzaliwa. Na cha ajabu, naona hata Yesu mwenyewe, nataka nikutazamishe ujue nguvu ya jina. Kwa nini tunakwenda kujifunza jina, uhusiano wako na jina? Yesu mwenyewe Mungu alianza kumuita jina hata kabla hajazaliwa. Akapeleka taarifa kabisa mapema, ili wakina Yusufu asije akampa majina ya kwao. Akasema huyu mtoto jina lake ataitwa Yesu. Kwa hata wakati Yesu anazaliwa, akina Yusufu na Mariamu mke wake hawakufanya kikao kwamba sasa aitwe nani. Akasema tumeshapewa jina, ataitwa Yesu, maana yake mwokozi. Kwa Kiebrania maana yake Yoshua, mwokozi. Haleluya. Kwa hiyo tunaona jina, kila kitu jina. Kila kitu kina jina. Bidhaa lazima zipewe majina, nchi lazima ziwe na majina, kote kila chochote. Kwa nini jina? Kuna siri iliyomo ndani ya jina, lazima tuitafute. Haleluya. Kwa lazima tunaona jina limebeba sura ya maisha yanayofanana na maana ya jina hilo. Jina limebeba sura ya maisha ya maana yanayofanana hilo jina. Ngoja nikusomee kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura ile ya 4 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita Yabesi akisema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe unganilinda nisipatwe na maovu wala madhara. Naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Naye Yabesi, unaona, anasema alikuwa mtu mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye alimwita jina lake Yabesi akisema, nalimzaa kwa huzuni. Maana yake neno Yabesi, jina Yabesi maana yake aliyezaliwa kwa huzuni, ndio maana yake. Lakini maana yake anasema alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Ukisoma historia ya Yabesi, alikuwa na utaalamu kama wa sheria hivi, alikuwa na elimu. Anaposema alikuwa mwenye heshima, alikuwa ni mtu ambaye kidogo alikuwa amesoma kuliko ndugu zake. Lakini cha ajabu, Yabesi alikuwa na huzuni kwa sababu kuna maadui walikuwa wamevamia kwenye maeneo ya mipaka yake ya ulisi. Maeneo walivamia, maadui wakavamia mipaka yake, pamoja na kwamba ni kweli alikuwa na elimu, amesoma kuliko nduguze,
lakini maisha aliyoyaishi yakawa yanafanana na jina la Yabesi, maana yake aliyezaliwa kwa huzuni. Yabesi akashituka. Biblia imesema akamlingana Mungu. Kumlingana Mungu maana yake ni kuomba maombi yanayofanana na mapenzi ya Mungu kwako. Maana yake ni kufanya tathmini kwamba hivi haya maisha nayaishi ndiyo Mungu aliyoyakusudia? Mbona Mungu amesema hivi kwenye neno lake, lakini mimi mbona naishi tofauti? Unasema sasa naenda na mwendea mwenyewe anilete na duniani nikatafute mapenzi ya Mungu kwangu. Ndiyo maana ya kumlingana Mungu. Alipomlingana Bwana, tunaona Bwana akasikia maombi ya Yabesi, akabadilisha maisha yake. Kwa hiyo jina la mtu linaweza likaamua mpaka na sura ya maisha ya mtu yaweje. Jina. Sasa kama mtu anaitwa Tabu, kama anaishi maisha ya Tabu, na shangani. Unashangani. Mahali fulani nilienda mahali kumtembelea rafiki yangu mahali fulani. Nikakutana katoto kanaitwa Katabu, nikakauliza, wewe binti, kwa nini unaitwa Tabu? Anasema mama yangu aliniambia alinizaa kwa shida sana. Alinizaa kwa shida mno. Nikamwambia sasa kuanzia sasa hivi utaitwa Tabu tena. Nakupa jina jingine, nikakapa jina. Nilipoenda wakati mwingine kale katoto kakawa kanaanza kutamka jina lile ambalo nimekapa kale katoto. Nikakaelimisha ili jina la Tabu, taishi maisha ya Tabu. Kakaelewa somo. Haleluya. Maana yake ni kwamba na wewe unapokuwa unazaa mtoto, uthamani wa jina ni nguvu iliyomo ndani ya jina la huyo mtoto. Jina la mtu limebeba sura ya maisha yanayofanana na nguvu iliyomo ndani ya jina. Yabesi akakataa kwamba mimi haitoshi kwamba nimesoma, nimeelimika. Yatosha kwamba nimeelimika lakini naishi maisha huzuni. Umebaki ana vyeti tu, lakini unasaga soli barabarani. Hata mtu akikwambia uza mahindi huwezi. Maisha machungu. Kwa nini? Yabesi akagundua ni kwa sababu naitwa Yabesi aliyezaliwa kwa huzuni. Haleluya, haleluya. Lakini pia tuangalie mfano mwingine. Kitabu kile cha Rutu sura ile ya kwanza na ule mstari wa 19. Wewe unaanza kuanzia sura ya kwanza, lakini mimi natohoa mistari kadhaa hapo. Rutu sura ya kwanza na ule mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 22. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hadi walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote uliwastajabia. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi. Niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Ayayayaya. Mimi nilitoka nikiwa nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana amenishuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Rutu Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu. Nao wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shayiri. Sikia kisa hiki. Wasomaji wa Biblia mnaelewa. Kuna mtu mmoja anaitwa Elimeleki. Huyu alikuwa Myahudi. Kipindi hicho pale Israeli kukawa na njaa. Tunajua njaa ndio kiboko cha mambo yote. Uwe na jeuri, uwe na kitu, lakini njaa inaweza kufanya maamuzi ya ajabu sana. Elimeleki baada ya ile njaa pale Bethlehemu akaondoka akaenda nchi ya Moabu. Sasa Moabu walikuwa sio Wayahudi, ni wale miongoni mwa wale watoto ambao yule Lutu alizaa na mabinti zake. Sasa akaenda kule. Alipoenda kule, akaenda ana mke wake anaitwa Naomi. Naomi maana yake kupendeza. Akiwa na watoto wawili wa kiume, Kilioni na Maru. Wameenda kule Moabu, wanakimbia njaa. Sasa iko hivi.
kuna mambo ambayo kwenye maisha unahitaji ujiridhishe kabla hujafanya uamuzi. Umuombe Mungu akuthibitishie kwa njia yote kwa 100%, kwa sababu hayo mambo ukikosea yamebeba hatima maisha yako. Unaweza ukalia kilio ambacho hakuna kukufariji. Jambo la kwanza ambao unataka ujiridhishe ni wakati wa kuoa na kuolewa. Usikosee. Ukikosea huwa hainaga masahihisho hilo. Tena unaweza ukajikuta unaenda jehanamu asubuhi ukikosea kuoa au kuolewa. Lazima ujiridhishe kwa 100% zote, kwa sababu imebeba hatima na sura ya maisha yako. Sio kila mtu ni sahihi kwa ajili yako. Na eneo la pili ni madhabahu, mahali pa kuabudu. Unapoenda mahali kuishi popote, lazima muulize Mungu akuonyeshe madhabahu ya kujiungamanisha. Sio kila mtu anaweza kawa mchungaji wako. Mungu anasema katika Yeremia sura ya 3 mstari wa 15, nami nitawapa wachungaji waupendezao moyo wangu, watakao wachunga kwa maarifa na ufahamu. Sio kila kanisa laweza kuabudu. Yote ni mazuri, lakini sio kila kanisa laweza kawe sahihi kwako. Mungu amekusudia. Kwa unapoenda mahali, omba Mungu akuambie nani anatakiwa awe mchungaji wako, kwa sababu mahali unapoabudu panaweza pakaamua sura ya maisha yako kabisa, au uende mbinguni au uende jehanamu kama Yesu akirudi kwako. Hiyo ni eneo la pili. Eneo la tatu ni eneo la mahali pa kuishi. Mahali pa kuishi. Sisi wana wa Mungu watu waamini ule msemo wanasema maisha popote. Hamna kitu cha namna hiyo. Hamna kitu cha namna hiyo. Zaburi 32 mstari wa 8 anasema, nitakufundisha, nitakuonyesha njia kupasa kuiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Kwa nini nasema maisha popote? Unapoenda kuishi mahali, lazima uulize Mungu. Umeona? Elimeleki kwa sababu ya njaa akaenda Moabu. Unajua kilichotokea? Akafa, halafu na watoto wake wa kiume wakafa, tena wakiwa wameoa, wakawaacha wajane. Baba amemwacha mjane, watoto wameacha wajane. Umeona? Kwa sababu ya pressure ya njaa. Ndio maana unapokuwa katika hali ya kusukwasukwa, usifanye uamuzi haraka, unaweza kukugharimu. Hiyo ni eneo la tatu. Eneo la 4 ni eneo la kazi. Lazima ujue kipawa chako ni cha namna gani. Eneo la kazi. Sio kila kazi unaweza kufanya. Kuna kazi Mungu aliyokuumbiwa ya kuifanya, ndio imebeba heshima yako. Sasa tunaona Elimeleki akaenda kule Moabu, akafa. Alipokufa, Naomi akasikia kwamba sasa huku Bethlehemu kumekucha. Mvua zimenyesha. Chakula sasa wanakula. Kuna chakula. Haleluya. Kuna chakula kule Bethlehemu. Ikabidi arudi. Wale wakamwana wake wawili, Orpa pamoja na Rutu. Sasa Naomi akawaambia, sasa rudini jamani, mimi narudi nyumbani. Wakalia wao, akasema tukwache. Orpa akasema basi mimi ngoja nirudi nyumbani. Rutu akang'ang'ana akasema, Bwana mimi sikuachi. Utakapokufa na mimi nitafia hapo hapo. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ni kifo pekee kitakachotenganisha. Naomi akasema basi twende mwanangu. Wakaenda. Maandiko nasema walipokuwa wanaingia mjini Bethlehemu, walipofika wamama wakaanza kumkusanyikia Naomi. Wakasema jamani, ndio Naomi mwenyewe, maana amekonda, amechoka, tunajua njaa, amepukutika, hana kitu. Wakasema Naomi jamani. Yule mama akasema, naomba sikilizeni, msiniite Naomi. Naomi maana yake kupendeza. Anasema nilienda nikiwa napendeza, nikiwa na afya njema. Sasa nimerudi nikiwa nimechakaa. Niiteni jina Mara. Mara maana yake uchungu. Msiniite Naomi tena, niiteni Mara.
Maana yake unaona, anasema abadilishiwe jina linalolingana sasa na maisha anayoyaishi wakati ule. Alikuwa anaona Naomi kuitwa Naomi kupendeza, wakati amejikuta yeye amebaki na gauni moja, ana kitenge, ana kanga moja, amebaki yani amekonda, amekwisha, haina maana. Akasema mimi nataka niite Mara, uchungu. Unaona jinsi mtavia amekata tamaa, amesema nimesha salenda, haya maisha mimi nisichomoki, niite tu akamisha hata jina. Haleluya, haleluya. Umeona nguvu ya jina hilo? Na ndio maana kuna watu ambao kwenye Biblia walibadilishiwa majina kutoka majina ya asili na kupewa majina ya kiagano. Mmoja wapo ni Ibrahim. Mwanzo alikuwa anaitwa Abraham. Ile Abraham ni jina ambalo lina miungu ya kule Uru wa Kaldaya. Sasa Mungu alipomuita akampa jina jipya la kiagano, Abraham, maana yake baba wa mataifa mengi. Sara naye kutoka Sara akaitwa Sara, mama wa mataifa mengi. Ni majina ya kiagano hayo. Umeona? Kwa hiyo agano linavunjwa kwa agano kwa njia ya jina. Haleluya, haleluya. Lakini tunaona hata Yakobo akapewa jina la agano la Israeli. Israeli maana yake umeshinda na Mungu na ameshinda. Ni majina ya maagano hayo. Haleluya, haleluya. Lakini pia sio hivyo tu, akina Danieli, tunakumbuka sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 7, walipoenda kule utumwani Babeli, Nebukadneza amewaona hao vijana ni watu ambao wanaonekana wanafahamu mzuri sana kadhalika. Sasa wameenda kwenye nchi ambao wanaabudu miungu mingine. Jambo alilolifanya Nebukadneza, cha kwanza kabisa, ni kuwabadilisha majina. Danieli akapewa Belteshaza. Haya, Hanania akapewa jina la Shadraka, Meshaki na Abednego. Haya majina yote ambayo sasa ni majina ya miungu ya Kibabeli, wakapewa majina, japo wao hawakuwa wanajiita hayo majina, wakaenda kujiita majina yao, hawakuyakubali. Lakini kwa nini? Ili aweze kuwatawala, kuwatumikisha vizuri. Lengo watumikie miungu ya Kibabeli ambayo wana majina yao. Unaona nguvu hiyo? Kuna siri kubwa sana. Ndio maana nakuta kuna miji mingine ina majina ya maagano ya mizimu ya waliotangulia kuishi hapo. Angalia maisha ya watu hapo, ni kufa tu. Unaona? Ndio maana ilikuwa ni agenda hiyo. Mwanzo sura ya 48 na ule mstari wa 15 mpaka 16. Mwanzo 48:15 mpaka 16. Akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Abrahamu na Isaka walienda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na wabariki vijana hawa, jina langu litajwe juu yao, na jina la baba zangu Abrahamu, Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Haleluya. Huyu ni Yakobo, mzee Yakobo, Israeli. Sasa anawabariki watoto wa Yusufu, Efraim na Manase. Unajua hawa Efraim na Manase walichukua nafasi ya mzaliwa wa kwanza Reubeni. Kwa sasa wakati ya Israeli anakaribia kufa, anawabariki wale watoto wa Yusufu kama mzaliwa wa kwanza sasa kiroho. Maana kuna mzaliwa wa kwanza kiroho na kuna mzaliwa wa kwanza kinamba. Reuben alikuwa mzaliwa wa kwanza kinamba kwa Yakobo, lakini kiroho ule uzaliwa wa kwanza ulitoka alipotembea, alipozini na mke wa baba yake, akavuliwa heshima mzaliwa wa kwanza kiroho, wakapewa watoto wa Yusufu. Sasa tunaona Israeli anawabariki, anasema Mungu aliyekwenda pamoja nami kote, Mungu akanilisha, akanitunza. Jina langu Israeli
litajwe juu ya vijana hawa, na jina la baba yangu Ibrahimu na Isaka litajwe juu ya, litajwe jina langu litajwe. Unaonaje wewe utakapokuwa sasa umekaribia kuondoka duniani? Moja ya baraka kwa watoto wako, na wewe useme na mimi niseme, jina langu litajwe juu ya watoto wangu hawa. Maana yake hata ukiondoka, jina lako inaendelea kupepea, wanaendelea kulitambulisha. Hicho tu kwamba hilo jina limebeba agano gani? Limebeba nini? Limebeba nini? Unaweza kujikuta jina lako limebaki juu ya watoto, kwamba huyu alikuwa ni mpiga vibarua maarufu hapa kijijini. Ndio utambulisho wa watoto wako. Kwa hiyo unakuwa wewe unapiga vibarua kwenye kazi za watu, kazi kwako hamna kitu. Sasa matokeo yake wale watoto, jina lako wewe linabaki wanaiendeleza kwa njia hiyo hiyo. Halafu wewe ulikuwa ni mpiga pombe asubuhi huko kilabuni, unapokufa jina lako pia itatajwa juu ya watoto wako kwa hayo maisha uliyaishi. Maana lazima uvunwe hicho kipande, lazima jina langu litajwe juu yao. Sasa wewe jina lako limebeba nini litakalotajwa juu ya watoto wako na watoto wa watoto wako? Haleluya, haleluya. Hili ni swali na ni wajibu, maana mzazi lazima aache ulisi. Kumbe ulisi moja wapo ni jina. Mona hata wakienda mahali asema, akishataja jina lako tu anasema, wewe mtoto wa yule mzee fulani. Basi karibu bwana, yule mzee bwana tulikuwa tunamheshimu sana. Kwa hiyo mtoto anapata advantage kutokana na jina la baba yake, aliishi kwa faida. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 8 na 9. Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi, nilikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuandama kondoo, ili uwe mtu mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulipokwenda, na kuwakatia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Umesikia? Nami Mungu anamwambia Daudi, nilikutwaa. Daudi, usiwe na kiburi. Kumbuka, nilikutoa machungoni kule, nilikutwaa katika zizi la kondoo, porini walikufuata. Nimekuwa pamoja nawe kila ulipokwenda. Sasa nimekufanya wewe sasa uwe mtu mkuu juu ya watu wangu Israeli. Nami naahidi kwako Daudi, nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Haleluya, haleluya. Wewe kijana nitazama, wewe binti, wewe baba, kuanzia sasa kusudia hivyo, ni mapenzi ya Mungu. Mungu akufanyie jina kuu miongoni mwa majina ya watu walio wakuu duniani. Pambana kwenye eneo la kipawa chako, pambana, chakalika. Haleluya. Bwana kufanyie jina kuu miongoni mwa majina ya watu walio kuu duniani. Haleluya. Kama kulikuwa na wahubiri wakubwa duniani, na wewe uwe miongoni mwao. Kama kulikuwa na wafanyabiashara wakubwa, na wewe uwe miongoni mwao. Yani kusudia. Biblia inasema za Ayubu 22:28, na utakusudia neno moyoni mwako, nalo litathibitika. Ni mapenzi kwenye jina. Kwenye jina. Sio unakufa. Hata mwenyekiti wa kitongoji hana habari kama kuna raia ameondoka hapa kwenye kijiji changu. Jina lako linasifika kwa mambo mabaya. Yani mtu akitaja jina lako akasema, basi naomba bwana muulizia mtu fulani anaitwa pengine fulani, anataja jina. Asa yule tapeli yule. Yule jamaa mwongo sana. Fulani yule. Unafahamia naye kweli yule? Biblia imesema heri jina jema kuliko fedha na dhahabu. Kwa nini jina lako linatajwa kwa mabaya? Jina limebeba utambulisho wako.
Watu wakitaja jina lako tu, tayari tabia mbaya zinainuka. Yani unajulikana tu kwa tabia. Watu hawapati shida wakishataja jina. Yani wewe umekuwa maarufu kwa utapeli. Umekuwa maarufu kwa kuroga watu. Ndio jina hilo. Umekuwa maarufu kwa kuvunja ndoa za watu. Ndio umaarufu wako. Ndio jina lako kuu hilo. Laana juu ya nchi. Haleluya, haleluya. Ndio maana unaona Daudi sasa, mpaka sasa. Daudi baada ya kumjengea nyumba, Mungu akamfanyia jina kuu. Leo tunaita Yesu mwana wa Daudi. Si ni jina kuu mpaka sasa. Haya yalikuwa ni maneno ambayo Daudi baada kusema anakwenda kumjengea Mungu hekalu. Mungu akaweka naye agano kwamba anafanyia jina kuu. Sasa hebu nataka nikuonyeshe ajenda ya shetani juu ya jina lako. Ajenda ya shetani juu ya jina. Maana nimekwambia shetani kuna maeneo ambayo anayalenga yaliyobeba thamani yako. Moja wapo ni jina. Jina. Simesaona mtu anashtakiwa anasema amechafua jina langu. Amechafua jina langu na mpeka mahakamani. Jina. Haleluya. Ajenda ya shetani juu ya jina. Zaburi 102 mstari wa 8 nasema hivi: adui zangu wananilaumu mchana kutwa, wananichukia kana kwamba wana wazimu, wakitaja jina langu katika laana zao. Umesikia? Anasema adui zangu wananilaumu mchana kutwa kwenye vikao, wanaonichukia kana kwamba wana wazimu. Maana yake sina hatia, wananichukia bure, wakitaja jina langu katika laana zao. Adui, mkakati wa shetani. Shetani mkuu wa serikali ya ufalme wa giza ana watumishi wake. Hawa kazi yao ni kutaja majina ya wana wa Mungu wasio na hatia. Umeona? Wakitaja katika Qur'ani majina ya wana wa Mungu. Qur'ani. Wanafanyeje? Zaburi 109 mstari wa 13. Zaburi 109 mstari wa 13. Wazao wake waangamizwe, jina lake lifutwe katika kizazi cha pili. Umesikia? Yani hizo laana walizokuwa wanazitamka. Wanasema hivi: wazao wake waangamizwe, jina lake lifutwe katika kizazi cha pili. Hao maadui hao wanasema jina lake lifutwe. Lifutwe. Yani kuna watu wanaishi majina yao yameshafutwa. Yameshafutwa na maadui. Haujulikani tena, umeshafunikwa. Watu huyo jamaa yuko wapi, alienda wapi, alivuma sana. Maadui alishafuta jina. Jina limefutwa. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe ushuhuda. Kuna binti mmoja niko naye kanisani. Huyo binti alipitia changamoto nzito sana. Siku moja nikawa namuombea. Baada ya kumuombea, yale majini yakalipuka. Yalipolipuka, yakaniambia, mchungaji, huyu alishakufa zamani. Alishakufa, hayuko duniani. Nikasema, hebu niambie, fanyaje? Wanasema wachawi ambao sasa walipa kazi yao majini walichukua mchanga alipokanyaga. Wakachukua mchanga. Halafu wakachukua na nguo yake. Halafu wakaenda makaburini. Wakatoa na sadaka. Pale kwenye makaburi wakawa naimbilizia hivi. Wanasema hivi, wale wachawi: kama hawa watu wote waliozikwa hapa wasivyoweza kufanya kitu chochote, wasivyojitambua, ambavyo hawawezi kufufuka tena wakafanya chochote, ndivyo na huyu, wakataja na jina, awe hivyo hivyo. Umeona? Wakaondoka. Sasa yule binti kukua kwake, alikuwa hawezi kufanya chochote.
hata kienda shambani na wazazi wake, akifika shambani tu ni kulala usingizi mpaka wanamwamsha wanarudi. Amekuwa hivyo, maisha mateso, hakuna ndoa hapo. Kila anachokigusa ameenda huko, hakigusiki. Sasa baada ya kupiga ile madhabahu ya kichawi, kuikomboa nafsi yake kutoka kwenye makaburi, kumtoa, kuna watu Biblia inasema wana majina yaliyo hai lakini wameshakufa. Si maandiko yanasema wanatumia kuimbiliza? Yapo maandiko yanayotumia na wao. Wewe tafuta Ufunuo, sijawahi kusoma. Anasema na jina leo hai lakini umekufa. Sikiliza niwaambie. Wachawi wao hawahesabu mtu aliyekufa ni yule aliyezikwa kama tunavyojua sisi. Narudia. Yaani kama naongea hili neno, mchawi ananielewa vizuri sana. Ananitazama. Wachawi wao hawahesabu mtu aliyekufa ni yule aliyezikwa. Wao wanahesabu aliyekufa ni yule ambaye wamekamata maisha yake, anaishi maisha ya mapoza, maisha ambayo hayana faida yoyote. Yani anaishi kama amekuja kuzurura. Yani wamekamata kila kitu. Yani hawezi kufanya chochote, hazalishi chochote. Yani yupo tu, siku zinakwenda. Yani anaishi anabakia tu apate chakula, ila cha moto na kiona. Wao kwenye ulimwengu wao wanahesabu huyu ameshakufa. Sasa kuna watu wana majina yaliyo hai lakini wameshakufa. Kufa maisha, thamani yako, thamani yako. Jina lako liko hai, linaendana na matokeo kwenye maisha yako. Jina lako cheki hapo, ukiona ujue nafsi yako imetekwa, iko gerezani. Bwana wa majeshi ametupaka mafuta kuzitoa nafsi ambazo zimekamatwa, ziko kwenye magereza. Isaya 42:22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo. Shetani ana mashimo, ana mahandaki, ana magereza, lakini Biblia inasema wala hapana semaye rudisha. Yaya, tupo wa kurudisha nafsi iliyotekwa, ambaye wamefuta jina lako. Anasema jina lake lifutwe mpaka na kizazi cha pili. Ya unakuta na watoto wako nao ni wakina choka mbaya. Watoto wako nao wote ni wapigaji barua. Watoto wako wote wanazalia nyumbani. Watoto wako wote ni walevi. Watoto wako wote wanaishi maisha ambayo kama wako kwenye ndoa ni kila siku ni Tyson, ni ngumi tu. Waliimbiliza jina lake lifutwe mpaka kizazi cha pili. Haleluya. Hiyo ndio kazi, agenda ya Shetani. Hesabu sura ile ya 27 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hesabu 27:1 mpaka 4. Wakati huo wakakaribia hao binti za Selofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, wa jamaa ya Manase, mwana wa Yusufu. Na majina hao binti za Selofehadi ni haya: Mara na Nuhu, Hogla, Milka na Tirza. Nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya wakuu na mkutano wote mlangoni pa hema kukutania, wakasema, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwemo katika mkutano wa hao waliokutanishwa kinyume na Bwana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana mwana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake? Kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume. Tupeni sisi ulisi pamoja ndugu zake baba yetu. Maana hawa mabinti wa Selofehadi, haleluya, hebu sema Selofehadi pale ulipo. Anasema huyu Selofehadi alikuwa na mabinti kina Hogla, kina Nuhu, kina Milka, kina Tirza. Hawa mabinti wakaandamana, wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa na Eleazari kuhani na mkutano wa wazee wote, tunawahitaji, tuna kikao. Wanasema hivi, baba yetu alikufa katika uovu wake mwenyewe,
Hakuwa kwenye ile kundi ya wale waliokuwa kinyume na Mungu, kwenye walioongozwa na Kora. Yeye alikufa kwenye dhambi zake mwenyewe. Lakini kwa nini jina la baba yetu limefutwa? Eti kwa sababu hakuwa na mtoto wa kiume. Unajua desturi za Wayahudi wakati huo, wao walikuwa na mpango kwamba anayetakiwa kulisi mali ni mtoto wa kiume. Hawa watoto hawa wakasababisha sheria ikatungwa. Haleluya, haleluya. Mashujaa wakasema tunataka tupeni ulisi wa baba yetu. Kwa nini jina la baba yetu limefutwa kwenye ukoo? Kwa nini limefutwa wakati sisi watoto wake tupo damu yake? Tupeni ulisi, tunataka jina la baba yetu liendelee. Come on. Unaona, wanaandamana, wanadai haki ya jina la baba yao. Ameshakufa, sasa wanasema hapana, kuna mali zake, lazima zile mali zitasababisha na sisi tuwe na maisha yanayoeleweka. Watasema yule ni mtoto wa baba fulani, yule ni mtoto wa baba fulani, kwa sababu wanakuja kwenye miradi aliyoacha baba, lakini mwanzo ilikuwa imechukuliwa na wanaukoo. Musa kaita baraza, akasema hebu tumulize Mungu. Mungu akasema sasa tungeni sheria. Wanaotakiwa kulisi kwa baba akifa ni watoto wote wa kiume na wa kike. Wote wanapewa ulisi. Kama hana watoto wote wa aina zote, apewe ndugu wa karibu na kadhalika. Sheria ikatungwa. Hawa watoto wa Selofehadi wakaandamana. Inawezekana jina la baba yenu lishafutwa na wanaukoo. Baba yenu alirogwa tu. Unajua walimloga kwa sababu salikuwa na mali. Baada ya kumloga wakachukua mali za baba yenu. Leo mnahangaika. Mnahangaika. Wakati baba alikuwa na kazi nzuri, aliacha mali za ulisi, mishahara aliyokuwa nani, wamechukua baba mdogo, amechukua nani, watoto wamebaki, mnahangaika kana kwamba hakuwa na mzazi. Hakuna kulialia. Hakuna kulialia. Yupo mtetezi wetu Yesu, ambaye yeye ukimwendea mambo yanaweza akabadilika. Yeye Musa alikuwa ni unabii wa Yesu, na Yesu amekuja sasa kwa ajili ya haki zetu ziko msalabani. Andamana. Haleluya. Nenda msalabani pa Mwokozi. Yaliyochukuliwa na maadui wagafuta jina la wazazi wako. We unaweza ukalifufua jina la wazazi wako likaendelea. Ukafukua visima vilivyofukiwa na wanaukoo. Inawezekana. Acha kulaumu wazazi kwamba sikusoma, wazazi hawakuwa na uwezo. Wewe ni wewe sasa. Amka, nenda kwa Yesu Kristo mwenye nguvu. Utakapokuja kwa Yesu, yeye ataingia ndani yako. Yeye ana ulisi wa kila chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuja kwa watu wote wanaosukwasuka. Haleluya. Watoto wa Selofehadi wakaandamana. Haleluya. Maana yake unakosa, adui anatafuta jina la mtu lisitajwe kabisa hata baada ya yeye kufa kabisa. Yani wanakuzika, wanasahau. Yani wakishapa migongo makaburi, ndio umesahaulika hiyo. Ndio agenda ya shetani hiyo. Nakumbuka kinachomtambulisha mtu ni kila anachokiacha. Wewe unakufa, unaacha madeni. Unakufa, huna chochote. Hakuna cha kukutambulisha kwamba uliwahi kuishi. Lazima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yoshua sura ya 7:8 mpaka 9. Bwana niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanani na wenyeji wote wa nchi watasikia habari hizi, nao watazingira na kulifuta jina letu katika nchi. Na utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Hiki ni kitendo kile ambacho Akani aliiba vitu vya thamani, vitu vilivyowekwa kwa wakfu kwa Bwana. Akani yule. Sasa Yoshua akapeleka jeshi kupigana na wale wenyeji kale kamji kale. Wakapigwa Wayahudi. Joshua anasema kuaje Mungu tunapigwa na watu wachache hivi? Mungu anamwambia mmefanya dhambi.
umefanya dhambi. Ukifanya dhambi, jina lako inafutwa. Wewe uliyeokoka, uliyesimama kwa Yesu, ukifanya dhambi, shetani anasimama na hati ya mashtaka. Mojawapo ni kufuta jina lako. Hata kama kulikuwa na mema, ulikuwa umepanda, umefanikiwa, watu wanajua jina lako ni thamani na heshimika. Ukitenda dhambi tu, jina lako linafutwa. Linafutwa jina lako. Unaona? Linda sana. Linda sana. Unaona? Yoshua anaanza kulia, anasema sasa jina letu linafutwa kwenye nchi. Mungu utafanya nini juu ya jina lako? Mungu akasema acha kulia Yoshua, fanya msako ili aliyefanya dhambi apatilizwe, halafu maisha yaendelee. Akana kakamata kauao. Safari kaendelea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona sasa hata zile madhabahu, ukisoma ile Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 3, unaona mpaka kuna madhabahu ambayo zimejengwa juu ya miji. Nilienda kuhubiri mkoa mmoja. Sasa wale wenyeji wakaona nizungusha, wakaniambia hebu tazama juu ya ule mlima. Nikatazama nikakuta juu ya mlima mrefu juu kuna alama ya msalaba. Sasa wanasema kila mwaka, maana yake ni kwamba zinakwenda kutolewa sadaka pale. Sasa sijajua sasa, maana nikwambia shetani ana njia nyingi za kufanya kazi. Maana yake ile ni alama. Sasa kuonyesha ni madhabahu pale. Sasa ni madhabahu ya namna gani? Maana imejengwa juu ya milima. Mlima, je, wanakwenda kuomba kule? Kama wanakwenda kuomba, kwani wapeleke na sadaka kule juu ya mlima? Haleluya, haleluya. Sasa Mungu anawaambia futilieni mbali jina lao. Sasa angalia mpaka kwenye mji. Kuna miji ambayo imepewa majina ya ajabu ajabu, majina yaliyopewa kufa. Majina wale wazee wa mji wanaoita kwenye kijiji chao. Limebeba, kuna majina ya mizimu. Linazuia hata watu wasifanikiwe kule mji. Mungu anasema futilieni mbali jina lao. Haleluya, haleluya. Futilia mbali jina lao. Unaona? Na ile Hesabu sura ile ya 32. Hesabu 32 mstari wa 39 mpaka 42. Na wana wa Makiri mwana wa Manase wakaenda Gileadi na kuitwaa na kuwapokonya Waamori waliokuwa humo. Basi Musa akaapa, akampa Makiri mwana wa Manase Gileadi, naye akakaa humo. Kisha Yairi mwana wa Manase akaenda kuvitwaa vijiji vya Gileadi, akaviita jina lake Hawosi Yairi. Kisha Noba akaenda na kutwaa Kenath na vijiji vyake, kuita jina lake Noba, kwa kuandama jina lake mwenyewe. Mona, hawa walikuwa ni wana wa Israeli. Sasa wakati wanaenda kwa Musa, akina Yairi, akina Noba, wanatwaa majina, wanatwaa miji. Ile miji walikuwa wanaitwaa, wanaipokonya, wakao naita kwa majina yao. Wanaita kwa majina yao. Na wewe popote unapokwenda sasa, twaa miji yako, twaa. Kama yale majina ya miji ni majina ya miungu, yatwae sasa. Yale majina yaitwe kwa jina lako. Jina lako wewe sasa ni jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ndio inatakiwa liinuliwe hapo. Ayaya. Umeona? Unatwaa eneo gani liitwa kwa jina lako? Eneo gani liitwa kwa jina lako? Badala ya Mungu kuabudiwa, miungu kuabudiwa hapo, aabudiwa Mungu wako wa kweli. Badala ya miungu mingine kuabudiwa hapa kwenye eneo lako, twaa sasa hicho kijiji, twaa sasa hiyo wilaya, twaa sasa huo mkoa, twaa sasa hilo eneo. Waliita miungu ndio ilikuwa inaabudiwa hapo. Umefika wakati wana wa Mungu kutwaa maeneo. Tupokonye maeneo ambayo wazee wa mji waliotangulia kuishi pale waliyaita kwa majina yao ya miungu. Wakasema kwenye huu mji, kwenye hichi kijiji, hakuna mtu anayetakiwa kufanikiwa isipokuwa amefanikishwa na miungu hii. Kuna maeneo mengi unaenda unashangaa, kumbe nguvu ya jina lililoatamia pale. Majina ya miungu. Ile miungu imejengwa misingi pale.
kwamba hakuna mtu anayetakiwa kufanikiwa mpaka ameenda kuisujudia hiyo miungu mingine. Unakuta watu kwenye lile eneo choka mbaya kabisa, maisha ni uharibifu tu, ni uovu tu. Kuna nguvu ipo hapo. Umefika wakati sasa tuyatwae majina ya miungu, tuyafutilie mbali, halafu sasa tuweke jina jipya la Mungu wa kweli. Na kama kuna majina ya miungu kwenye ukoo wenu, miungu kwenye ukoo wenu, babu yako alikuwa ni mchawi mkubwa, na mpaka kwenye ile mtaa amepewa jina lake, ule mtaa unashangani mapoza, ile eneo ni uchawi tu. Sasa umefika wakati, wana wa Mungu, haleluya, jina la Yesu Kristo ni jina tulilopewa wanadamu ili tupasalo kuokolewa kwalo. Ndio liinuliwe kwenye mtaa, ndio liinuliwe kwenye nchi, ndio liinuliwe na madhabahu ya Mungu wa kweli, kinyume na madhabahu ya miungu mingine. Anasema futilieni mbali jina lao, futilieni mbali. Nguvu ya jina, nguvu ya jina. Umeona? Kwa hiyo unaposema uhusiano wa nafsi yako na jina, ni siri kubwa sana. Wachawi hawamlogi mtu bila kuingiliza jina. Angalia hata maofisini tunaanza kushangaa watu jina lako inatoka kabisa, kupata promotion, kwenda kusoma, unashangaa jina lako halitoki. Umeshaambiwa jina wanafuta jina lako. Watu wengine wanapata promotion ya kuongezewa madaraja makazini, lakini jina lako limefutwa. Wewe uko daraja upande, uko pale. Walikamata jina. Ndio maana jina wanaimbilizia jina. Unaandika jina, ombea jina lako. Haleluya. Ninatoa wito, najua siri iliyomo ndani ya jina. Ombea jina lako. Unapoamka asubuhi, ombea jina lako, lifunike kwa damu ya Yesu. Wachawi wanapokuwa wanalitaja, wajikuta wanataka kulitaja kukulani, wanajikuta wanakubariki. Ombea majina ya watoto wako, kwa sababu yamebeba utambulisho, yamebeba maisha yanayofanya jina hilo. Wachawi wanashughulika na jina, hawamlogi bila kutaja jina lake. Wanapotoa sadaka, hilo sadaka ina nguvu, lazima hayo manuizo yaweze kufanya kazi. Ombea jina lako, ombea jina la kanisa lako, ombea jina la mtaa wako. Kama ina nguvu ya maimbilizo, pindua, fanya mapinduzi, liitie jina la Bwana hapo. Mungu wa kweli na akapate kutajwa, atambulishwa hapo. Wa jina la Yesu uwe hai. Sasa nakwenda kuomba. Unasema, mchungaji, jina langu mimi limefutwa, limefunikwa, limetiwa giza, waliimbiliza. Maisha nayoishi ni kweli, ni kama mtu aliyekufa tu. Una jina lilo hai, ni kweli, una heshima. Kuna watu naweza kuwa mnaheshimu, naweza kuwa hata ni profesa, ukawa hata dokta, ukawa ni nani, lakini tunachotaka kuangalia, je, maisha yanafanana na jina? Vingine ndio sangai, una jina lilo hai lakini limekufa, iwe limefutwa, limefunikwa. Yaani unakuta wewe pesa unayoipata, unapata mshahara kwa unakuta unaisha kwenye pombe tu, kwenye mambo ya ajabu. Yani ni jina limekamatwa, kwamba huyu jina, wanaimbiliza jina. Na Mungu naye anataja jina. Sinakumbuka nasema majina watu yatasoma siku ile. Majina ambayo yameandikwa kitabu cha uzima. Jina. Wala sio sura. Nasema sio sura, ni jina lako. Shetani hawindi sura yako. Hana shida na sura yako. Ana shida na jina. Anatafuta jina. Akilikamata jina, amekukamata. Akifunika jina, akifuta jina, natajwa kila wakati. Sasa nasema, mchungaji, nataka jina jema. Na hilo jina jema ni jina la Yesu. Liingie ndani yako sasa. Utapata mwanzo mpya. Yaani ingia kwanza kwa Yesu. Shauku yangu mimi kokote, natamani kuona watu mnahama, ufunguliwe macho. Nafundisha mambo ambayo shetani anayalenga, yaliyobeba thamani ya maisha ya watu, ambayo shetani anajua kabisa kiakamata, amekukamata kila kitu. Haleluya. Ndio mmefika wakati tuwaeleweshe.
ili uweze kuifahamu kweli kweli kuweke huru. Sasa unatamani uje kwa Yesu, cha kwanza tafuta kanisa sahihi. Muombe Mungu akuonyeshe mahali sahihi pa kuabudu. Huko wapo watumishi wa Mungu wazuri sana wanaotumikia Mungu katika roho na kweli. Mungu atakuongoza. Lakini mimi nataka niombee jina lako. Unasema limefutwa, limefunikwa, limetiwa giza. Shika kwenye moyo wako na kwenda kuomba sasa kwa habari ya jina lako. Baba, katika jina la Yesu, nimefundisha kwa habari ya siri iliyomo ndani ya jina, nguvu iliyomo ndani ya jina. Na tazama sasa, huyu aliyenitazama kwa muda wote, hakika Baba wa majeshi amejua jina lake limefutwa, jina lake limefunikwa. Tena yuko miongoni mwa watu waliokufa, pamoja na kwamba naishi, kwa sababu shetani alikamata jina. Na wapo watoto wanaomboleza kwa sababu majina ya wazazi wao yalifutwa, kwa sababu walikamata mali. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ninalifunua sasa jina lilofunikwa. Iwe ni kwenye ofisi wameficha jina la huyo baba kazini, wameficha jina la huyo mama kazini, asipate promotion kazini, wamefunika mafao yake kwa jina la Yesu Kristo. Huyo ambaye wachai wameandika jina lake kwenye mchanga kwamba ni mtu aliyeraniwa, kwa jina la Yesu Kristo ninafunua hilo jina, ninaibua hilo jina mpya kwa damu ya Yesu. Walifunika na giza, wala watu wasilitaje kokote. Anaenda kwenye interview, anafanya vizuri, lakini mwisho wa yote wanasoma majina ya watu ambao wameshindwa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kamata jina na komboa jina la huyo baba kuanzia herufi A mpaka Z kwa jina la Yesu. Popote pale walipo, kama kuna jina ambalo limesimama na mtu aliyekufa, ndio limesimama, na liondoa jina la huyo mtu aliyekufa kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha jina lake kwa jina la Yesu. Kama ni jini umekamata jina, wewe jini uliyekamata jina la huyo baba, la huyo mama, la huyo binti, ewe jini uliyemeza jina, uliyemeza jina, litapika ile jina, tapika hilo jina, tapika hilo jina, tapika hilo jina, tapika hilo jina kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Funguka uwe hai, usio miongoni mwa waliokufa. Jina lako Bwana kapate kulikuza. Bwana kufanyie jina kuu litakalo kwa jina kuu, na watoto wako watajwe kwa jina lako katika mambo mema. Damu ya Bwana Yesu kufunike. Fuatilia kipindi kinachokuja, mambo ya ajabu utayasikia ambao hujawahi kujifunza pengine, na kama uliwahi, Bwana atasema nawe kwa upya. Mungu wangu na akutendee mema. Tukutane kipindi kinachokuja. Unaona namba ya simu hapo, unaweza kunishirikisha, lakini nenda kwenye YouTube upate mahubiri haya sasa. Andika tu Reverend R.E.V. Innocent Julius Konongo. Angalia tu kwenye Instagram, kwenye TikTok, angalia tu kule kwenye Facebook, andika tu mchungaji Innocent Konongo, utapata yote hayo. Mungu wangu na akutendee mema. Sibuka TV.